Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wiki nzuri tunaenda kuianza, ambayo ni wiki ambayo tunaenda kuanza mfungo wetu wa siku 7. Kwa maana kesho ambayo ni tarehe 1 itatukuta tukiwa katika mfungo wetu katika wiki hii. Na tunaenda kujiweka wakfu pia kwa ajili ya wiki hii. Bwana akasema nami ya kwamba ni wiki ya kibali kisicho cha kawaida. Ni wiki ya kibali kinachoshinda sheria. Tunaona Esther alipoenda kwa mfalme kinyume na utaratibu, alikuwa katika mfungo. Baada ya kumaliza mfungo wa siku 3, alienda kinyume na utaratibu na akapata kibali kilichoshinda sheria ambayo ilikuwa imewekwa kwa mfalme. Bwana anaenda kukupa kibali wiki hii. Bwana anaenda kukupa neema, anakupa kibali mahali unapofanya biashara yako, unapofanya kazi yako. Bwana anaenda kukupa kibali. Ni maombi yangu kwa Bwana ya kwamba akakuonyeshe wema wake kwa kibali anachoenda kukiachilia kwako. Lakini tunapoenda kujiweka wakfu, tunajiweka wakfu kwa ajili ya kuziteka zile baraka za wiki hii. Wiki hii pia na yenyewe imeachilia milango iliyo wazi, ambazo baraka zake Mungu ameziachilia na kuziratibisha zitufikie. Na kwa kuwa Bwana amewainua watu na kabila za watu kuzimwaga baraka zitujilie, tunajiweka wakfu kwa ajili ya kubarikiwa. Biblia inasema ya kwamba Mungu alimwambia Musa waambie wana wa Israeli wajiweke wakfu kwake ili apate kuwabariki. Tunapoenda kujiweka wakfu, tunaenda kubarikiwa na Bwana wiki hii. Itakuwa ni wiki ya ishara, miujiza na ajabu sio ya kawaida. Kwa sababu namba 1 tupo kwenye mfungo, lakini namba 2 ni wiki ya neema, kibali kizidicho sheria. Tunaona katika kujiweka wakfu kwa Bwana ipo milango ambayo Mungu ameitaka ifunguke kwetu. Hiyo milango kwa hakika yake itaenda kufunguka kwa jina la Yesu. Yale ambayo uliyatarajia mwaka huu yataenda kutokea miongoni mwa hayo mambo wiki hii. Bwana akayafungue katika jina la Yesu. Bwana akakupe neema katika jina la Yesu. Tunapoenda kuanza mfungo huu, Mungu akakupe neema. Tutakapoenda kuianza wiki hii, Bwana akakupe kibali. Ukaone kibali kisio cha kawaida. Wingi hapo na utokapo uogelee kibali cha Bwana. Mimi najua kabisa ya kwamba adui ni kama simba ungurumaye, sawa sana maandiko, akizunguka huku na huku akitafuta mtu ammeze. Lakini ashukuriwe Mungu anayetutoa mbali na adui, anayetuweka mbali na adui. Hata mipango yote ya adui ambayo imepangwa kinyume na wewe haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Unapojiweka wakfu kwa Bwana, mipango yote ya adui inaenda kuangushwa leo. Unapojiweka wakfu kwa Bwana, hila zote za adui zinaenda kuanguka leo. Hakuna mpango wa ajali utakaofanikiwa. Hakuna mpango wa uharibifu wa magonjwa katika miili utakaofanikiwa. Hakuna hila iwayo yote ya adui ambayo itapangwa itafanikiwa, kwa sababu tumejiweka wakfu kwa Mungu wetu. Na Mungu wetu anataka tujiweke wakfu ili namba 1 atubariki, namba 2 atulinde na yule mwovu. Tunapoenda kujiweka wakfu, namba 1 tunabarikiwa, namba 2 tunatengwa na hila za adui za yule mwovu shetani. Kwa hiyo tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana tukijua ya kwamba zipo baraka zilizotengwa kwa ajili yetu. Ninakuhakikishia ipo neema inayozidi kibali kinachozidi sheria. Tunaona Esther alipofunga akaenda mbele ya mfalme kinyume na sheria na utaratibu. Kibali cha Bwana kilipofunguka, sheria ilikaa chini, na Bwana akakupe neema, kibali chake kifunguke, sheria ikae chini. Ule utajiri ambao uko kwa mataifa ukakuasilie. Ile neema ambao Bwana ameikusudia wiki hii ikakuasilie. Wiki hii ikawe ni wiki iliyofungua milango ya baraka, ikawe ni wiki ya neema sana kwako. Utatoka kwa furaha, mbele yako milima na vilima vitatoa nyimbo na miti ya kondeni itapiga makofi. Jambo hilo litakuwa la kumpa Bwana jina. Ni maombi yangu ya kwamba Bwana akubariki
akubariki kwa baraka zote na utembee kwenye ushindi katika jina la Yesu. Tunapoenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, tunamwambia Mungu, ikiwa kuna mpango wao wote wa adui uliowekwa juu yetu, hautafanikiwa. Ikiwa ni ajali, ikiwa ni spiritual attacks, uvamizi wa kiroho uliowekwa, hautafanikiwa. Nilikuwa napokea ushuhuda kwa mtu mmoja, akawa ananiambia vile ambavyo aliponywa na ajali ya moto leo hii wiki hii. Leo akawa ananipa ushuhuda, jana akawa ananipa, juzi akawa ananipa jana akawa ananipa ushuhuda juu ya kilichotokea juzi, ya kwamba aliponywa sana na moto, ilibidi aungue vibaya sana. Halafu ndani yake Roho Bwana akamwambia, ni kwa sababu umejiweka wakfu kwangu. Nikamshukuru sana Mungu, kwa sababu ni kitu ambacho natamani kila mtu akielewe na umuhimu wake. Na mwingine, mtoto wangu mmoja wa kiroho, na yeye ameponea ajali, chupu ajali ya pikipiki. Ilibidi iwaharibu kabisa, ilibidi iwape ajali mbaya ambayo ingeweza kuvunjika, lakini anasema walishuka kwenye ile pikipiki. Ilikuwa ni ajali, ni kama vile wanalazwa, kama mtoto mchanga anayelazwa. Hakukuwa na majeraha, hakukuwa na lolote ambalo lilitokea kwenye ile ajali. Alafu ndani yake kengele ikapiga ya kwamba ni kwa sababu umejiweka wakfu kwa Bwana wiki hii, ajali hii singeweza kufanikiwa. Kwa yapo mambo mengi ambayo hayawezi kufanikiwa, ni kwa sababu umejiweka wakfu kwa Bwana. Kwa ukiona shetani anakudanganya ya kwamba usijiweke wakfu kwa Mungu wako, ujue anataka apitishe mpango wake na ukamilike. Mpinge shetani asije akakuzoea. Mpinge shetani asiyasogelee maisha yako. Mpinge shetani asisogelee familia yako, nawe utakuwa salama sana. Nataka tuende mbele za Bwana tukaombe kwa ajili ya kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, kwa ajili ya kuziteka baraka zilizokusudiwa kwetu. Lakini pia tunajiweka wakfu kwa Mungu wetu kwa ajili ya kubarikiwa, lakini adui asipate nafasi kabisa. Na tunapoenda kuanza mfungo wetu siku ya leo, kama ilivyo kawaida, huwa tunaanza kwa kujitakasa kwa kuomba toba. Tutaomba toba kwa dhambi zote ambazo tumezienenda, dhambi ya kila aina, kwa vile Roho Bwana atakavyokuelewesha na kukufundisha. Dhambi yoyote unayoijua na usiyoijua, dhambi ya kutokumwamini Bwana, dhambi ambayo imetokana na matendo yako, vyote kwa pamoja, sawa sana Roho Bwana atakavyokukumbusha, basi utaenda kwa toba. Utasoma ile Zaburi ya 51, utasoma Isaya sura ya 1, utaendelea kutafuta na mistari mingine ya kuomba toba kwa Mungu. Tutaendelea kuomba toba siku nzima, tunajitakasa ili tuwe safi machoni pa Bwana, tupate kibali machoni pa Mungu wetu. Nataka twende tukajiweke wakfu kwa Bwana tunapoenda kufanya maombi haya, kujiweka wakfu pamoja na kufungulia siku 7 za mfungo wetu ambao unaanza leo. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako kwa shukrani. Ninasema asante kwa matendo makuu uliyoyaachilia ndani yetu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante kwa vile ambavyo unaenda kufanya jambo jipya ndani ya wiki hii katika mfungo wetu huu, na leo ikiwa ni siku ya kwanza tunapokuja mbele zako tukijitakasa kwa uovu wote ambao tumeutenda. Roho Bwana, ninaomba rehema zako zitutakase kabisa, tutakaswe kwa damu yako, tuoshwe kwa isopo yako katika jina la Yesu. Kama ilivyo mbali mashariki na magharibi, tuwekwe mbali na dhambi zetu. Usikumbuke uovu wetu, bali rehema zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Bwana, ninaomba unapoanza nasi katika mfungo huu leo, Roho Bwana, ninaomba ututie nguvu ya kutembea katika utakaso, utupe neema kutembea katika utakatifu, utuondolee dhambi mbele yetu na shauku ya dhambi na uovu mbele yetu katika jina la Yesu. Roho Bwana, tunajiweka wakfu katika utakatifu wako, ututakase kwa damu yako, na katika damu ya mwana kondoo utufanye kuwa weupe kuliko theluji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, tunakuja mbele zako, tunajiweka wakfu kwako kwa ajili ya kubarikiwa wiki hii, tukatembea kwenye baraka ambazo Mungu amezikusudia, kile kibali kitakachozidi sheria. Kuna sheria zitaenda kuharibiwa wiki hii kwa ajili ya kutubariki we Mungu wa kweli. Kuna sheria
ambazo hazitaenda kufuatwa kwa ajili ya wewe Mungu kutubariki, kama vile ambavyo sheria haikufuatwa pale ulipoenda na Esther alipopata kibali kwa mfalme. Mungu liye hai, na kushukuru sana. Ninaomba Roho wa Bwana, tunapoenda katika mfungo huu, neema yako itufunike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, tunajiweka wakfu pia kwa ajili ya kubarikiwa, zile baraka zilizokusudiwa, ile neema iliyokusudiwa itujilie. Giza lisipate nafasi katika jina la Yesu. Spiritual attacks hazitafanikiwa, uvamizi wa kiroho utafanikiwa katika jina la Yesu. Tunaziangusha ngome za nguvu za giza na tunajiweka huru kabisa mbali na uharibifu wa nguvu za giza. Roho Mtakatifu, asante kwa neema na rehema. Asante kwa maana unaenda kutubariki kwa baraka zote ulizoziamuru wiki hii, na unaenda kutulinda na giza lote, hatimaye tutembee katika nuru. Ni katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema na neema. Sifa na heshima ni vyako Jehova. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. 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 Mungu wangu akubariki sana. Basi utaenda kushika sadaka ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Utaiachilia hiyo sadaka katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.